Tunapatikana pia live kwenye ukurasa wetu wa Facebook na ukurasa wa YouTube. Andika East Africa TV. Tazama utajiri mkubwa wa habari kupitia EA TV. Na sasa ni wasaa wa habari za biashara na uchumi, ambapo wafanyabiashara katika mnada wa kuku wilayani Manyoni mkoani Singida wamelalamikia kutoshirikishwa tozo mpya ya ushuru katika mnada huo kutoka shilingi 50 kwa kuku mmoja hadi kufikia shilingi 200, hali ambayo imewalazimu kufika ofisi ya mkuu wa wilaya hiyo kutoa malalamiko yao, licha ya kuwa sheria ilishapitishwa na halmashauri kwa kila kuku kutozwa shilingi 200. Hii ni taarifa ya Mika Ramadhani kutoka Singida. Wakizungumza na EA TV, wafanyabiashara hao wa kuku wamedai kuwa hawakushirikishwa katika upangaji wa tozo ya ushuru mpya wa shilingi 200 kwa kila kuku, huku wengine wakidai kupata hasara kwa kukosa kuku baada ya wafanyabiashara wadogo kuondoka bila kufanya biashara. Shida ni kwenye ushuru. Ushuru si tunalipaga, yani kwa tenga moja liwe na kuku 100, liwe na kuku 20 shilingi 5000. Lakini sasa leo anataka kichwa kimoja cha kuku shilingi 200, na kuwa ngumu. Na maana kwenye tenga la kuku 100 unatakiwa shilingi 20,000. Si na tukosti, haiwezekani. Ushuru unakuwa mkubwa. Yani tulikuwa tunalipa 5,000 kwa tenga. Wakaja wakatuletea kwamba kila kuku hiyo 200. Sasa huo utaratibu ndipo ukawa mgumu. Tukajaribu kutatua tukiwa hapa eneo la soko, ikashindikana. Tukaenda kwa ofisi ya mkuu wa wilaya. Basi tukawa tumekaa pale kikao, tumejadili. Siku zote tunapokuja hapa Manyoni tunanunua kuku na tunadaiwa kila kuku, kichwa cha kuku shilingi 50. Lakini leo imeletea kwamba leo tununue kila kuku, kichwa cha kuku shilingi 200. Ndiyo iliyopelekea wafanyabiashara wadogo na wakubwa kugoma kulingana na tozo imepanda sana. Mara baada ya kikao kilichoketi kwa muda katika ofisi ya mkuu wa wilaya kikiongozwa na katibu tawala wa wilaya ya Manyoni Mwalimu James Mchembe, maamuzi yakatolewa, huku kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Manyoni Elias Moleri akitoa wito kwa wafanyabiashara hao kushiriki vikao vya vijiji ili kujua mabadiliko ya sheria ndogo. Kipindi hiki utaratibu tuliokuwa nao utaendelea. Ila tujue ni sheria lile lipo na linatusubiri tutekeleze. Tukihitajika kwa ufahamu wa pamoja tufike. Na sisi tulipojisahau kuwajulisheni mapema, mtuie radhi. Au tulijulisha wawili tukaacha wadau wengine, mtuie radhi. Tuwe tunahudhuria kwenye mikutano na tuwe tunashiriki kweli, kwa sababu na maamuzi yanafanyika yanakuja kutuathiri baadaye. Na sheria ikishatungwa, sheria ikishatungwa ikiwa kwenye utekelezaji ni utekelezaji. Haya mengine ambayo tunasema kwamba tutakaa kwenye vikao ni majadiliano, kuona nani. Yaani tunatafuta mahali ambapo tunaweza kuona nani, kutumia busara ili tuweze kusonga mbele. Lakini kimsingi sheria ikishatungwa imetungwa, si ndio jamani? Nikiripoti kutoka hapa wilayani Manyoni mkoani Singida, jina langu ni Mika Ramadhani, EA TV. Asante Mika Ramadhani kutoka Manyoni Singida. Katibu tawala mkoa wa Mara Gerard Kusaya